Leo na vibrate katika high vibration. Leo niko katika high vibration, katika upeo wa kiungu, kwa sababu wanasema wenyewe katika kitabu chao cha upendo na habari njema, wanasema injili, the gospel. Katika aya moja nasema, "Oh, you are God because you are the son of the most high God." It meaning, kama God wanasema let us make a man, wacha na tumuumbe mtu in our likeness and our image. Muumbe mtu kwa mfano wao na muonekano wao, katika kitu wanaita the plural sentence, maneno ya wingi. Haya ni maneno ya wingi. Wacha na tumuumbe mtu kwa mfano wetu. Yaani wewe na aliyekuumba mnafanana. Anasema let us give them dominion, wacha tuwape nguvu na utawala, far of the sea, far of the air. Vitambaavyo, vilukavyo, vya majini na vya nchi kavu havimiliki. Kama vile yeye mtengenezaji na muumbaji anavyomiliki vyote, nawe umemilikishwa vyote. Nikikwambia unasema chionda, ushakuwa msaliti wa ulimwengu. Wewe unatengeneza hadithi zako mwenyewe. Hizi sio mythology, hii ni true fact. Kama hujaelewa uliza, nitakujibu kwa unyenyekevu, kwa sababu mimi am a humble man. Kwanza mimi ni mtu wa watu. Sina chuki na mtu, na upendo na wote, na ndio maana nimevaa explosive mwilini mwangu, kwa sababu muda wowote naweza kuwa nikalipuka, nikaacha mwili, roho yangu ikaacha mwili. Ila ujumbe huu nawaachia nyie. Najua maneno yanadumu. Maneno yanadumu. 3000 years ago watoto watazidi kunisikiliza, vijukuu vyangu vitanisikiliza. Alikuwa chionda. Kipindi hiko mnaweza mkanita high priest. Chionda high priest wa Epete Suti iliyokuwa Tanzania. Alikuwa mtu mmoja bora, alikuwa mtu mwerevu. Wale waliokuwa wananikataa watanikumbuka. Watasema tulikuwa naye, tulimkataa, lakini sasa tunamuhitaji. Na huu ndio ukweli. Utapinga lakini moyo wako utakuongea kesho. Naendelea. Na mara ngapi tumemsikia afisa wa Kiafrika naendelea kusema hii ni white poison, sumu nyeupe. Na ni mara ngapi tumemsikia afisa wa Kiafrika, mamlaka nyeusi, yani watawala weusi, akisema sisi weusi tumelaaniwa, ni kama kwamba tumeandikiwa kubaki watu wa chini waliochelewa. Kubaki weusi ndio tumelaaniwa. Hatutawahi kujiendeleza kama Waasia au wazungu wanavyofanya. Hatuna uwezo kiakili au kifikira. Tumelaaniwa milele, tumelaaniwa milele. Nimesikia maneno haya ya aina hiyo yakitoka kwenye vinywa vya mawaziri, mabalozi, wanadiplomasia wa Afrika, wengine wakijieleza mbele watoto wao wadogo waliokunywa maneno yao. Ni mfano gani huu? Haya ni maneno kuntu kabisa. Haiwezekani kulialia kwa sababu unalia hujafanya research. Unalialia mbele za watu kwa sababu hujajua ukuu wako. Ndio maana nikiwaambia tafuteni, mtu anakwambia basi Chionda umetafuta wapi? Wewe umesoma vitabu vya watu duniani, kila mmoja anasoma. Kitabu chetu sisi wana wa El Kabulani ni nature. Nikimiona bwana mheshimiwa hapa na kameramani wangu profesa, yeye ni kitabu kwangu. Nikiangalia jengo lililojengwa ni kitabu kwangu. Nikiangalia motokaa inatembea ni kitabu kwa wana wa dunia. Nikiangalia wanyama, wadudu na ndege wanatoluka na kuimba na kulia na kurukaruka, hiki ni kitabu. Mito, maziwa, bahari pamoja na miti na misitu, hii kwangu mimi ni kitabu. Kifo na uzima, kuumwa na furaha na kilio, kwangu wote ni kitabu. Hiyo ndio kitabu cha nature. Nature wanatuita wana wa ulimwengu, wanatuita wachawi. Tunafuata asili. Asili sio uchawi, asili sio kuvaa rubega,
Asili sio kutembea na panga, asili sio kuwa na mkuki. Asili ni matendo yako. Unafikiria nini? Unaelewa nini? Unajua kazi yako? Unajua nguvu zako? Unajua utukufu wako? Au bado uko kwenye inferior compound? Boss, msomi, tajiri, unalialia. Tumelaniwa. Nani kakulani wewe? Umelaniwa na white poison. Ndio alivyokuambia. Hiyo ndio maana tunaita white poison. Umelaniwa kwa sababu ufikirii. Umelaniwa utakiwi kuwa mtafiti huru. Soma vitabu ukiwa huru. Usifuate mafundisho ya chuo kikuu, usifuatishe mafundisho ya high school, kwa sababu yale ni yamewekwa specific kukufanyia dogmaize. Wewe usielewe wewe ni nani. Africa, the people of Africa is very powerful, very intelligent, very knowing. Hii ni sauti ya wana wa Afrika. Ndugu wana wa Afrika, tunaendelea. Yako wapi matumaini wanayotoa kwa vizazi vichanga vya Kiafrika kwa maneno haya? Tumelaniwa, tumekosolewa, sisi wajinga, hatuendelei, hatuwezi kumfikia mzungu, hatufikie kumweshia. Mzungu na elimu yake na maendeleo yake yote ameyatoa kwetu. Na hii dogma aliyokupa kwa sababu ili wewe usijielewe nini ulichonacho. Uendelee kumfikiria yeye, lakini mzungu anafikiria mali zako. Nenda kasome mkataba au barua aliyoiandika bwana. Kila siku nawaambia wana wa Afrika, kama mnapingana na mimi kuhusu hizi dini na mipango ya wazungu na elimu zao, kasomeni barua ya Leopold. King Leopold wa pili alituma kwa wamishionari Kongo. Wamishionari maana yake watu wa mipango. Taki kuelewa? Chionda, unajifanya unajua, unajifanya umesoma. Wewe una nini? Mwangalie mtu mweusi, mbaya, hana hela, masikini, nenda kalime, katafute, kafanye kazi, wote uvivu. Yote unaongea ni bra 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 bra, ambazo hazina tija. Kubaliana na ukweli. Ukweli haukutoi ngozi, ukweli hauwezi kukutoa macho. Utaendelea kuwa mtumishi wao, ila ukweli upokee. Siku moja utakuja kuwasaidia vizazi vyako. Na hii ni sumu nyeupe, white poison, na hii fikra huru za mtu mweusi, fikra huru za Mwafrika. Karibu, tunaendelea. Ndugu wana wa Afrika, lakini tuwasamehe, hawajui wanalosema na matokeo yake hawajui wanalolifanya. Na huu ndio ukweli. Sumu nyeupe. Lakini fikra hii ya utumwa wa ukoloni wa milele na wa milele inatoka wapi? Fikra hii ni zaidi iliyolishwa na hali duni kubwa ya kutisha sana ya kudumu. Mzizi wa uovu huu mkubwa lazima utoke mahali fulani. Hauwezi kuwa sababu ya hatari na bahati nasibu. Ninachokwambia ndugu mwana wa Afrika, maneno yaliyokulisha mzungu ni sumu nyeupe. Inakufanya wewe usijifikirie. Inakufanya wewe uwe mpole unapomuona mtu mweupe. Uwe mnyenyekevu, ujizalilishe mbele za watu, uwe muosha kiatu cha mzungu, uwe mlamba vyakula vya mzungu. Wewe mtu wa makombo. Si kweli. Yeye mzungu ndio mtu wa kula makombo yetu, kwa sababu sisi ni baba zake, sisi ni walimu wake, sisi ni wazazi wake, sisi ndio walinzi wake. Bila Mwafrika hakuna mzungu, hakuna Mwarabu, hakuna Mchina, hakuna Mjapani. We are the master of the universal. Take it or leave it alone. This is the truth, not a lie. Go and search it. If you want it, take it. Don't like, leave it alone. Ubuntu Bantu, wa Afrika ni watu sio manyani. Otepu, amenera.